Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena mtazamaji wetu wa Door of Knowledge, kipindi chako pendwa kabisa. Na leo utakuwa nami Suleiman ibn Muhammad. Pengine umezoea kuniona na mwenzangu, lakini leo niko mwenyewe. Na maudhui ama mada ambayo tumekuandalia inaitwa sigha. Sigha ni nini? Basi usiondoke, kaa karibu ili tuweze kupata faida kwa pamoja inshallah. Kama tulivyoeleza katika vipindi vilivyopita, kuwa ndoa ina nguzo zake. Na nguzo za ndoa kama walivyozigawa maulama wanawazuoni wamezigawa kwa zipo 5. Nguzo ya kwanza ni mume. Hapa tunamkusudia yule muoaji. Na nguzo ya pili ni mke, kwa maana muolewaji. Nguzo ya tatu ni wali, yule anayetoa idhini ya kufungwa kwa ndoa hiyo. Na nguzo ya 4 ni mashahidi wawili wa kiume. Na nguzo ya 5 na nguzo ya mwisho ni sigha. Sigha ni nini? Sigha ni muundo wa matamshi yale yanayotumika katika kufungisha ndoa. Matamshi hayo katika lugha ya Kiarabu yamekuja mawili. Zawaituka, kwa maana ninakuozesha, au ankahtuka, au ninakuozesha vile vile. Maneno haya yamekuja katika Qur'ani. Zawaituka, katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoelezea kisa cha sahaba yule Zaid, falamma qadha Zaid minha wataran zawajnakaha. Hapa tunapata ile neno tazwij. Lakini neno la pili ankahtuka ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoelezea kisa cha Nabiullahi Musa alayhi salam. Qala inni uridu an unkihaka. Hapa ikapatikana ile neno ankahtuka, kwa maana ile ile kwamba ninakuozesha. Ndugu mtazamaji, sigha ni maneno ambayo yanayotenganisha, yani kutoka katika batili kwenda katika haki. Kama tulivyoeleza kuwa ndoa ni mkataba mzito sana. Kwa mkataba huu ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karuhusu mwanamume kumwendea mwanamke na mwanamke kumwendea mwanaume. Na kwa mkataba huu ndipo kunapatikana vizazi. Kwa mkataba huu kunapatikana mirathi. Kwa hivyo mkataba huu ukienda vibaya, basi hata kama katika kurithi watu watakuja kuchukua mirathi ambazo sio haki zao. Watakuja kurithi vitu ambavyo sio, hawakustahiki kabisa kuvirithi. Watu watakuja kuchukua nasabu ambazo hazikustahiki wao kuitwa wewe ni mtoto fulani, kumbe hakustahiki kabisa. Kwa hivyo sigha ni maneno machache yanayotumika, lakini ni maneno ambayo yamewekwa kimpangilio ambao unatakiwa kufuatwa. Wanawazuoni wametaja nguzo za sigha, nguzo za muundo wa maneno yanayotumika katika kufungisha ndoa. Hapa tumetaja maneno mawili ambayo maneno hayo ni ya Kiarabu, ankahtuka au zawaituka. Haya maneno yote tukiyafasiri katika lugha ya Kiswahili yanarudi pale pale kuwa ninakuozesha. Kwa hivyo katika lugha ya Kiswahili ama lugha nyingine tunaweza kufasiri kwa maana ambayo yanarudi katika maana hii ya zawaituka au ankahtuka. Kwa hivyo sharti miongoni mwa masharti ambayo wanazuoni wameyagawa katika sigha, basi sharti la kwanza haya maneno yapatikane wakati ndoa inafungwa. Yani pale walipokusanyika wali, mashahidi, muoaji na watu wengine ambao wanashuhudia ile swala, basi sigha inatakiwa ipatikane wakati ule. Isiwe sigha ilitumika huko au wali alishakwisha kusema kisha baadaye sasa hivi tukao tunamsubiria tu aje muoaji aje kukubali. Kwa hivyo sigha kwa kifupi tunaweza kusema ni ijabu na kabuli.
Ijabu ni maneno anayosema wali kumwambia muoaji, na kabuli ni maneno anayosema muoaji, kwa maana ni maneno anayokubali muoaji kuwa nimekubali kufungwa kwa ndoa hii. Kwa hivyo kama wanaofungishana ndoa ni Waswahili, basi inatakiwa haya maneno yatamke kwa Kiswahili, kwa maana wote wawe wanaelewa kinachopitishwa. Lakini pia hata wale mashahidi pia wawe wanaelewa kwamba hapa kinakusudiwa kitu fulani. Isiwe wanaofungwa hii ndoa inafungwa na watu ambao hawajui lugha nyingine isipokuwa Kiswahili tu, lakini maneno yanayotumika pale ni maneno ya lugha nyingine kabisa. Hapana. Ni lazima yapatikane maneno ambayo wale wanaofungishana ndoa wote wanaelewa yale maneno. Sharti la kwanza ama sharti la pili, kwa sababu la kwanza tushalieleza kuwa wafungishani ndoa neno sigha lipatikane kipindi kile kile, au wote wapo katika sehemu moja. Siwe litamka la kwanza alafu kisha wakaja kukutana tena ikawa linasubiriwa neno la mtu mwingine. Haya maneno yote yapatikane pale pale wakati ndoa inafungwa. Sharti la pili miongoni mwa masharti ya ndoa ni kuwa yasipatikane maneno ya kando. Maneno ya kando ni yale maneno ambayo hayahusiani na ndoa. Yaani baada ya ijabu, baada ya yale maneno ya wali kumwambia yule muoaji ninakuozesha, basi kabla ya yule muoaji hajasema nimekubali, hapa kati hapa pasiingie maneno mengine ambayo hayahusiani na ndoa. Labda ikiingia katika maneno matatu, mfano wali akasema ninakuozesha binti yangu kwa masharti ya kupatikana mashahidi. Sasa mashahidi ni sharti katika masharti ya ndoa. Ni maneno ambayo hakukuwa na ulazima wa kuyaleta, lakini kwa kuwa kayaleta basi hakuna shida. Yaani maneno kama hayo hayana shida. Au wali kamwambia ninakuozesha binti yangu, akisha akasema sema nimekubali. Kabla yule muoaji hajasema nimekubali, wali anamwambia sema nimekubali. Kwa hiyo ile neno kusema, sikumwambia sema nimekubali, hakukuwa na ulazima wa yeye kumwambia aseme nimekubali. Lakini neno kama hili bado halisabiki kuwa ni neno ambalo lipo nje ya ndoa. Japo hapa sio lazima, lakini kwa kuwa kalileta hili hatuwezi kulihesabu kuwa ni neno ambalo lipo nje kabisa ya maneno haya ya ndoa. Na neno la tatu, na miongoni mwa yale maneno ambayo yapo nje ama hayapo nje sana lakini yanaingia katika sigha, ni wali kumwambia nimekuozesha binti yangu, kisha yule muoaji kabla ya kusema nimekubali anaanza kwa himdi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi, kisha anasema nimekubali. Sasa kaamua kutabaruku kwa kumhimidi Mwenyezi Mungu kwa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ni maneno ambayo hakukuwa na ulazima wa kuyaleta, kwa maana yeye kaleta maneno mengi ambayo hayakuwa na ulazima, lakini kwa kuwa ni maneno ambayo kafanya hivi kwa ajili ya kutaka baraka katika majina haya ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maneno kama haya hatuwezi kuyatoa nje kabisa. Maneno kama haya hayaharibu huu muundo wa kufungisha ndoa, isipokuwa tu yatakapokuwa marefu, ile himdi ikawa ndefu, pengine akasoma mpaka sura, akaleta himdi nyingi. Sasa himdi kama hizi au kumswalia Mtume, kabla ya kusema kwanza nimekubali, anaanza kuleta maneno mengine mengi ambayo hayahusiani na hii ijabu na kabuli. Hapo ijabu na kabuli itakuwa imekosekana sharti miongoni mwa masharti yake. Kwa hiyo ikitokea sasa yule mwanamume kabla ya kusema nimekubali kaleta maneno mengi, sasa inatakiwa aulizwe tena, kwa sababu sasa kabla ya kukubali kaleta maneno mengi ambayo hayakuhusiana na swala zima ya kukubali. Ibidi akubali tu pale pale. Sasa yeye kaleta maneno mengi afikisha akasema nimekubali. Kwa hiyo ikitokea sasa kaleta maneno mengi kabla ya kusema nimekubali, inatakiwa wali amuulize tena, wana ninakuozesha binti yangu fulani fulani, kisha yule mwanamume aseme nimekubali, ili pasipatikane muda mrefu wa kuingia maneno mengine ambayo hayahusiani na ijabu, hayahusiani na kabuli. Sharti lingine miongoni mwa masharti ya ndoa
kupatikane kuafikiana katika maana. Yani wali anapomwambia muoaji, ninakuozesha binti yangu Fatuma, basi huyu muoaji na yeye anatakiwa aseme nimekubali kumuoa Fatuma. Isije huyu anasema ninakuozesha binti yangu Fatuma, huyu muoaji yeye anasema nimekubali kumuoa Zainab. Ukiangalia ni maana tofauti. Huyu amesema Fatuma, yeye anasema amekubali kumuoa Zainab. Hapo ukiangalia umundo wa maneno upo tofauti kabisa, hawajafikiana katika maana. Au huyu wali anasema ninakuozesha mjukuu wangu, yeye anasema nimekubali kumuoa mwanao. Huyu anasema ninakuozesha binti yangu, huyu anasema nimekubali kumuoa mjukuu wako, au nimekubali kumuoa jakazi wako. Yani ni maneno ambayo hayaafikiani kabisa katika maana. Kwa hiyo huyu kama anamuozesha binti yake na anasema kabisa ninakuozesha binti yangu fulani, basi na huyu mwanamume naye anatakiwa aseme nimekubali kumuoa binti yako fulani. Kwa majina yawe ni yale yale, yawe yanaafikiana. Wali akisema ninakuozesha Khadija, basi na muoaji naye anatakiwa kusema nimekubali kumuoa Khadija. Yani wasitofautiane kabisa katika maana. Lakini jambo lingine, sharti lingine miongoni mwa masharti ya ndoa, kusipatikane taalik. Wali anapomwambia muoaji ninakuozesha binti yangu, taalik ni kule kusema inshallah. Muoaji anasema inshallah nimekubali. Hapana. Inshallah maana yake insha Allah, kwamba akitaka Mwenyezi Mungu, ikimpendeza Mwenyezi Mungu hili swala. Sasa haitakiwi kusema hivyo. Labda kama unataka kutabaruku tuna jina la Mwenyezi Mungu, lakini kama unakusudia kwa maana ile kwamba bana akipenda Mwenyezi Mungu, inaonekana kama hili jambo wewe hujaliingia kwa mikono miwili. Ninakuozesha binti yangu, wewe kinachotakiwa ni kule kusema tu maana nimekubali kumuoa binti yako fulani. Lakini usianze na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda, nimekubali. Ni maneno ambayo hayakuwa na ulazima wa wewe kuyaleta. Sharti lingine miongoni mwa masharti ya ndoa ni kuto kuweka muda katika ndoa. Yani wali anamwambia muoaji ninakuozesha binti yangu kwa miezi miwili, au ninakuozesha binti yangu kwa mwaka mmoja. Siga kama hii haitakiwi kabisa katika ndoa. Yani inakuwa kama vile sasa mkataba ambao mnaufunga kwa kipindi tu fulani, kisha kile kipindi kikiisha hao wanakuwa sio wanandoa tena. Ninakuozesha binti yangu, nimekubali kumuoa. Hakuna masuala ya kuweka muda. Ninakuozesha binti yangu, wewe utakuwa kusema nimekubali kumuoa binti yako. Sharti lingine miongoni mwa masharti ya ndoa, kuto kuweka wakati, yani wa baadaye, wakati wa baadaye, wakati ujao. Mfano, wali anamwambia muoaji nitakuozesha binti yangu kesho, au ninakuozesha binti yangu fulani. Kisha wali huyu muoaji anasema nimekubali kumuoa binti yako kesho. Ni maneno ambayo yanatamkwa sasa hivi, kisha wewe unaleta ubaadaye kwamba nimekubali kumuoa binti yako kesho. Ni maneno ambayo yapo nje kabisa na masharti miongoni mwa masharti ya sigha, yani muundo wa kufungisha ndoa. Lakini jambo lingine miongoni mwa masharti ya ndoa, haya maneno yanayotumika basi yasitoke katika yale maneno ambayo tumeeleza kwa Kiarabu kwamba zawajtuka au ankahtuka, ninakuozesha, na neno lingine lile bado linarudi kule kwa maana ya ninakuozesha vile vile. Isiwe huyu muoaji ama wali anamwambia ninakupa zawadi binti yangu. Tukialeta katika lugha ya Kiarabu utakuta yana maana nyingine kabisa, hayaingii hata katika neno zawajtuka au ankahtuka. Ni maneno mengine kabisa. Au anasema ninakutunuku binti yangu, au nimekupa zawadi binti yangu, au maneno mengine tu tofauti ambayo yeye anaona kuwa yanaingia katika kukabidhishana au kuingia katika sigha, muundo wa maneno ya ndoa. Lakini kwa maneno kama haya hayaingii kabisa katika mkataba huu wa ndoa.
Jambo lingine la kuzingatia, upo utaratibu wa kuwa pengine muoaji kapatwa dharura. Sasa anamwagiza mtu, au bwana, nenda kaisimamie ndoa yangu, nenda kaoe wewe kwa ajili yangu. Sasa yule muoaji akishafika kule, yeye anatakiwa kukubali kwa kuwa ni yeye ni wakala wa fulani. Isiwe kama yeye ndo anaoa kabisa. Yeye aseme nimekubali kumuoa kwa uwakala wa fulani, kumuoa fulani bin fulani kwa uwakala wa fulani bin fulani. Na huyu wali pia anatakiwa alitamke hili neno la wakala, ninakuozesha fulani wakala wa fulani, kwa maana huyu kapewa uwakala tu wa kuja kuoa ndoa, lakini huyu sio mwenyewe. Haya maneno ya uwakala lazima yatumike wakati ndoa inafungwa. Yasipotumika itaonekana kuwa huyu aliotumwa ndo kaoa, na kama wali naye kapewa uwakala, itasabika kama huyu ndio wali wakati sio wali. Kwa hiyo wali kama yeye ni wakala anatakiwa aseme mimi ni wakala wa fulani, na yule muoaji kama yeye ni wakala anatakiwa aseme mimi ni wakala wa fulani. Sasa mtazamaji wetu, pengine unajiuliza swali lingine kwamba je, kwa sasa hivi teknolojia imeenda mbali zaidi, tunatumia simu. Je, inafaa kufungisha ndoa kwa kutumia simu? Yaani bwana, mpigie muoaji tumuulize, yeye atakuwa anajibu kule nimekubali au sijakubali. Kwa hiyo anapigiwa simu. Au wali, mpigeni simu bana, sisi hapa tunafungisha ndoa, mpigeni simu, atakuwa anasema kule, sisi tunamsikia. Au sasa hivi kuna video call, anapigiwa mtu unamuona kabisa. Je, hii inaingia? Hapana. Hapa tutaitumia kanuni ile inayosema al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, kwamba asili ya mambo ni kubakia vile vile yalivyokuwa pasi na kubadilisha. Kwa kuwa asili ya ndoa ilikuwa ni hivi, uso kwa uso tunaonana hivi karibu, tupo pamoja, basi natakiwa kwenda kwa mfumo ule ule, hata kama teknolojia itaenda mbali zaidi. Kinachotakiwa kwa wali ni kule kutaka idhini yake tu, labda apigiwe simu atakwe idhini, au kama naye atamweka wakala basi aje wakala wake. Na huyu muoaji na yeye kinachotakiwa kwake ni kumuuliza kama yupo tayari, basi amtume mtu mwingine aje kusimamia hili swala, lakini sio kwamba kutaka ijabu ama kutaka kabuli kutoka kwake. Bwana wewe sema nimekubali kumuoa fulani, alafu ndoa iwe imepita. Hapana, kwa mfumo kama huu ndoa itakuwa haijapita na itakuwa imefungika kimakosa. Kwa hivyo haya swigha ni maneno machache ambayo yanatumika katika ndoa, lakini ukiangalia na maana kubwa. Maneno ambayo yanatenganisha, kama tulivyoeleza mwanzo, kutoka katika batil kwenda katika haki, na pengine ukatoka katika haki ukaenda katika batil. Kama itafungwa vizuri, basi itakuwa umetoka katika batil umeingia katika haki, na kama itafungwa kimakosa, basi itakuwa pengine umetoka katika haki afu umeingia katika batili. Sasa itakuwa umefanya makosa makubwa sana, kwa sababu maneno madogo haya yanaweza kukuharami, ukaingia katika haramu kwa muda mrefu sana, ukaingia katika batili kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni maneno ambayo yanatakiwa kuzingatiwa, hasa tena kuzingatiwa sana wakati panafungwa ama panatamkwa haya maneno. Lazima watu wawe makini. Ikionekana kuna neno limekosewa, limetamkwa vibaya, basi natakiwa urudie tena, ili msiingie katika makosa. Bana, ukishagundua tu hapa kuna neno hapa halijatamkwa vizuri, basi msione kazi, ni bora mrudie hata mara 10, mara 20, lakini lazima uhakikishe huyu katamka vizuri na huyu katamka vizuri. Sharti la mwisho, na nimalizie kipindi. Sharti la mwisho miongoni mwa masharti ya sigha, kubakia bakau ahliya. Ahliya ni nini? Kwa maana ubaki ahliya. Ahliya ni nini? Ahliya ni masharti yale tuliyoeleza kwa wali, kwamba wali anatakiwa awe mwanamume, awe na akili timamu, asiwe mtoto mdogo, asiwe amelala, akili yake iwe inafanya kazi, asiwe mwenda wazimu, awe macho, awe hai.
Sasa ikitokea wali kasema ninakuozesha, kabla yule hajasema nimekubali, pengine kapatwa na wazimu au pengine kazimia au pengine kafa, kabla ya huyu wali, kabla ya muoaji hajasema nimekubali, basi ikitokea hali kama hii, hapa masharti ya sigha yanakuwa yamepotea. Natakiwa sasa atafute wali mwingine ili ndoa ifungue tena. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe wenye kuyaendea haya mambo kwa mujibu wa sheria ilivyowekwa, na tuyaendee kwa utaratibu uliopangwa na wanazuoni, uliopangwa na Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini pia kwa utaratibu ambao wameueleza wanazuoni, ili tusiingie katika makosa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.